Napenda nimshukuru Mungu kwamba tunayaweza mambo yote katika yeye anayetutia nguvu. Tuna mambo mengi ambayo tunatakiwa kuyafanya na hatutaki kuangalia hali zetu tulizonazo. Ninacho, sina, lakini tunatenda mambo yote kwa sababu ya utukufu wa Mungu. Napenda pia nimshukuru Mungu kwa ajili yako na familia yako. Si jambo rahisi kulingana na mambo yaliyopo, lakini Roho wa Mungu anakugusa, unayaacha hayo mambo yako, unakuja nyumbani mwa Mungu. Wale wenye uwezo na fedha nyingi ni matajiri, lakini hawana nafasi hata ya kuja kanisani. Lakini wewe Mungu anakujalia uzima na pumzi, unakuja kumshukuru. Kile kidogo unachokitoa kinajenga ufalme wa Mungu. Basi anasema kutoa ni moyo, sio utajiri, wala usambe sio utajiri. Tunatoa kwa ajili ya kumpenda Mungu. Amen. Na nafasi yako uliotoa, muda wako uliotoa, Mungu atakuongezea na kuzidi. Bwana Yesu asifiwe. Usiangalie hali yako ulionayo sasa, na usiangalie mazingira uliomo sasa. Nataka nianze kufundisha sasa, kwa sababu tayari tumemtukuza Mungu, tumemshukuru Mungu na tumemwambia asante kwa ajili ya wema wake na fadhili zake. Somo langu linasema hivi: toka mahali ulikokwama. Toka mahali ulikokwama. Kwa nini unatoka mahali ulikokwama? Nilikuwa naangalia wana wa Israeli, kitabu cha Kutoka sura ya 2 na mistari inayoendelea. Na Mungu alitumia nguvu ya ziada kuwatoa wana wa Israeli ambao walikaa utumwani miaka 430. Ilibidi Mungu atumie nguvu ya ziada, na leo Mungu atatumia nguvu ya ziada kukutoa mahali ulikokwama. Inahitajika nguvu kubwa sana ya kukutoa mahali ulikokwama. Katika kitabu cha Injili ya Luka mlango wa 11, Injili ya Luka mstari wa 21. Mtu mwenye nguvu aliyejifunga silaha zake, alindapo nyumba yake, vitu vyake visalama. Lakini mtu mwenye nguvu kuliko yeye atakapomwendea na kumshinda, atamnyang'anya silaha zake zote alizokuwa akizitegemea na kuyagawanya mateka yake. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona habari hii, Yesu anazungumzia habari ya mtu mwenye nguvu. Anaweza kuilinda nyumba yake akiwa anategemea silaha zake. Lakini akaja mtu mwenye nguvu zaidi ya zile ulizonazo, akakunyang'anya silaha zako na akachukua mateka yako na kuyagawanya. Nimesema hivi, Mungu alitumia nguvu ya ziada kuwatoa wana wa Israeli waliokwama miaka 430. Kuna watu wamezaliwa wakiwa wamekwama hapa, mpaka leo bado wamekwama. Mungu atawatoa pale walikokwama. Kuna waliokwama kwenye mawazo, kuna waliokwama kwenye kusita, kuna waliokwama kifikra, kuna waliokwama kiuchumi, kuna waliokwama kiroho, kuna waliokwama kiafya. Mungu atakutoa kwa nguvu ya ziada, na leo tutawatoa kwa nguvu ya ziada.
Mungu anataka tuwe na nguvu na silaha zenye nguvu za kushinda wanaoweza kutunyang'anya silaha zetu au kutunyang'anya vile tulivyo navyo. Leo nakupa taarifa ya kwamba nguvu ya ziada ndio inayotakiwa. Na uweze kutoka mahali ulipokwama, lazima ukatae hali yako iliyokukwamisha. Lazima ukatae, ukasirike kwamba natoka mahali nilikokwama. Mungu alitumia nguvu ya ziada. Kuna watu walikufa katika taifa la Misri. Kuna watu walikufa, wazaliwa wa kwanza katika taifa la Misri. Kuna viumbe vilikufa, kuna miujiza 11 ilifanyika. Lakini Farao hakukubali kuachilia mpaka alipopiga pigo la mwisho la kuua wazaliwa wa kwanza katika nchi yote, kuanzia mdudu, mnyama wa kufugwa na wa mwituni, na wazaliwa wa kwanza katika nyumba ya Farao, na kila Misri aliyekuwa na mzaliwa wa kwanza wote walikufa. Ilikuwa ni nguvu ya ziada. Nataka nikuambie, kile kilichokukwamisha na kile kilichokushikilia pale ulipokwama, lazima Mungu apige pigo la mwisho. Lazima utoke. Sijui mnanielewa? Mnanielewa? Ni kweli hujakwama, umekwama? Umekwama. Biblia inasema utasitasita katika nia mbili mpaka lini? Kuna watu wanania. Angalia, nyoka ana ndimi ngapi? Ana ndimi? Zile ndimi mbili ndio nia mbili. Na mara zote zile ndimi wanazitoa. Sasa wanajiuliza zinatoka ili kufanya nini? Ni antena au anavuta hewa au maana yake nini? Ni kuonesha kabisa kwamba yeye hayuko makini katika mambo yote ambayo Mungu alimpa. Kila wakati anatoa ulimi wake kushawishi ili watu waweze kupotea. Ni kama anatema cheche, anatema roho kwa ajili ya ulimwengu uweze kupotea, kama alivyo mdanganyifu, watu waendelee kukwama. Mkwamo wowote uliosababishwa na adui na ukawa na nia mbili katika maamuzi yako, leo utatoka kwa nguvu ya ziada. Iko nguvu ya ziada leo. Iko nguvu ya ziada ya kukutoa mahali ulikokwama. Naamini Mungu aliyenipa ujumbe huu, kuna mtu ni ujumbe huu ni wa kwake. Kuna mtu ujumbe huu ni wa nani? Kwako. Tunaona Yesu anasema mtu mwenye nguvu ailindapo nyumba yake akiwa na silaha zake huweza kuteka mateka. Anakuja mtu mwingine mwenye nguvu zaidi ya wewe, zile ulizonazo, na silaha nyingi zaidi kuliko zile ulizonazo, ukunyang'anya zile silaha, pia ukunyang'anya mateka na kuyagawanya. Leo hautanyang'anywa nguvu ulizonazo, hautanyang'anywa silaha ulizonazo, wala utanyang'anywa mateka ulionayo. Ni lazima ukubali kukataa, ukasirike juu ya mkwamo uliokukwamisha, na vile vitu vilivyokukwamisha uviambie yatosha. Na leo tunamwambia adui mwenye ndimi mbili aliyesababisha ukawa na nia mbili, ukawa una sita kwenye maamuzi yako, mwambie yatosha. Mimi sitabaki hapa nilipo na sitaendelea kukaa kwenye kituo kimoja. Nitaondoka, nitapiga hatua, nitaviendea vile ninavyovitaka, kwa sababu Bwana amenipa nguvu. Bwana amekupa nguvu. Leo ndio siku yako ya kukwamuliwa. Leo unatoka kwenye mkwamo. Kuna wengine wamewekwa kwenye mti toka wamegongomelewa, hawajawahi kutoka. Leo nitakubandua kwenye huo mti mahali walipokugongomelea. Leo nitakutoa kwenye hilo shimo ambalo limekuzika. Leo nitakutoa kwenye lile kaburi ambalo limekufukia. Nataka nikwambie asubuhi ya leo, kuna majibu yako ya kuondoka kwenye mkwamo wako. Watu wamekwama jamani.
Watu wamekwama kifikra, watu wamekwama kiroho, watu wamekwama kimaisha, watu wamekwama kindoa, watu wamekwama kiuchumi, watu wamekwama. Leo utakuamuliwa leo. Toka kwenye mkwamo. Mungu anapeleka mapigo 11, lile la mwisho ndio litakalo kutoa pale. Utakutana na bahari, bahari itatengeneza njia, utafika Kanaani, katika nchi iliyokubaliwa ya ahadi. Nataka nikwambie mwana wa Mungu, tumekwama. Tanzania tumekwama, Watanzania wamekwama. Wanatokaje katika hali ya kukwama? Lazima nguvu ya ziada itumike, na nguvu ya ziada ni Mungu ambaye akili zake hazichunguziki. Leo sema, leo nitatoka, ninatoka. Kubali kutoka mahali ulipokwama. Sema, sitaendelea kubaki hapa hapa, sitaendelea kukaa. Ngoja nikwambie, wangapi waliwahi kufuga punda? Bado. Waliwahi kufuga punda? Punda ukimfunga kwenye mti, hata ukimfungua anatokaga? Hatoki. Sasa usiwe punda aliyezoelea kamba. Ziko kamba zimewafunga watu shingoni, ziko kamba zimewafunga watu miguu. Hata kama tunajaribu kuwatoa kwenye mkwamo, hawataki kutoka kwenye kamba, hawataki kutoka kwenye ule mti. Usizoelee kamba iliyokushika, usizoelee mti uliokuwa unafungwa. Leo lazima ukubali kuikata hiyo kamba, utoke. Sema, natoka. Lazima ukasirike. Mwanafunzi huwezi kuwa wa mwisho kila siku. Tuliona ushuhuda wa Jafeti hapa juzi. Yeye alikuwa amebobea kwenye waganga, amelelewa kwenye waganga mpaka shuleni, na alikuwa na ving'ombe vyake vyote wakavimaliza vitatu, na akawa wa mwisho. Ile ng'ombe ya tatu kawa 105 wa mwisho. Unajua, mazoea ya imani, mazoea ya dini, mazoea ya kabila, mazoea ya ukoo, mazoea ya maeneo unayoishi, tabia vinaweza vikakushikilia ukakwama, haki kubadilika. Neno la Mungu linahubiriwa, mwemezi anakesha kwa ajili yako, lakini wewe usikii. Leo na kuzibua masikio usikie kwamba leo ni siku yangu ya kutoka. Lazima nikatae kukaa mahali pamoja, lazima nikatae. Methali ya Kiswahili inasema mgaga anaupa hali wali mkavu. Wangapi wamesoma Kiswahili? Wangapi wamesoma Kiswahili? Mgaga anaupa, anakula wali mkavu, hali wali. Toka, hautakula wali mkavu. Toka, hautabaki kwenye mazingira hayo. Toka, hautabaki kwenye hali hiyo. Toka kwenu ulikokaa. Kuna watu wako hapa lakini bado wanaishi kwao. Kuna watu wako hapa lakini bado wanaongozwa na mizimu ya babu zao. Lakini kuna watu wako hapa bado miungu ya baba yao wanaitumikia. Toka. Hamtaki. Kaeni muone. Kaeni, Mungu atatumia nguvu ya ziada, mtatoka. Mwambie jirani yako, hata kama utaki utatoka leo. Sema, utatoka tu. Hautabaki hapo na hautabaki ulivyo. Mungu amekuletea ujumbe, lazima utoke mahali ulipokwama. Hata mimi leo natoka, sitabaki vile nilivyo. Pengine ndio siku yangu ya majibu, pengine ndio siku yako ya majibu, pengine ni siku yako ya mkwamo wako. Unaondoka kwenye kukwama, unaondoka kwenye vilivyokukwamisha, unasema natoka. Toka. Bila kutoka hauwezi kumwona Mungu. Twende kwenye kitabu cha Mwanzo. Mungu alimwambia Abrahamu, Mwanzo sura 12. Bwana akamwambia Abrahamu, toka wewe. Sura 12. Bwana akamwambia Abrahamu, toka wewe katika nchi yako na jamaa yako
na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayokuonyesha. Imeisha, sema imeisha. Alipomwambia, Abrahamu alifika njiani, akaanza kumhoji Mungu, ninaenda wapi? Na huku sina mtoto, na hiyo nchi ikoje? Wakati anajiuliza kwamba mimi sina mtoto, nina mtu mmoja anaitwa Eleazari, ndio mtumishi wangu, ndiye anayeangalia mambo ya nyumba yangu, ndiye anaangalia mifugo yangu. Je, huyu ndiye atakayekuwa mrithi wa mali zangu? Mungu akamwambia, huyu hata kurithi huyu. Na wewe hawa hawatakurithi wewe. Amtaki. Au mnataka mrithiwe? Kuna wengine wanarithiwa na baba wadogo, wengine babu wanarithiwa na babu zao. Hutarithiwa na baba mdogo, na wala hautakuja kurithiwa na mdogo wa mume wako. Hautakuja kurithiwa na baba mkwe wako. Wewe ni urithi wa Mungu. Mungu akamwambia, ndani ya viuno vyako kuna uzao mwingi. Hebu angalia juu, zihesabu nyota za mbinguni. Anasema ndivyo uzao wako utakavyokuwa. Angalia mchanga wa bahari, wingi wa mchanga wa bahari ulivyo, ndivyo na uzao wako utakavyokuwa. Na wewe ni miongoni mwa urithi wa baraka za Ibrahimu, na wewe ni sehemu ya mchanga, sehemu ya nyota. Mungu akabadilisha mawazo yake ya kuwa mpweke, mkiwa hana mtoto, ana miaka 90, mkewe ana miaka 75. Kwa hiyo akawa anajiangalia yeye katika hali yake ya uzee, kwamba sasa mimi ni mzee, mke wangu ni mkongwe, ni bibi kizee, nawezaje kupata raha? Mke wake wakati anaambiwa, Mungu anasikia mume wake anasemwa, anasemeshwa na Mungu, wageni 3 wakaingia nyumbani kwake. Majibu yakaja kumtoa mahali alipokuwa. Maana Mungu alipomwambia atoke, bado alikuwa anajiuliza maswali. Walipofika, akiwa chini ya mti kwenye mwaroni wa Mamre, wanasema, akajua kabisa hawa waliokuja nyumbani kwangu sio wageni wa kawaida. Mungu alitaka mtoe kwa nguvu ya ziada. Wakamwambia, majira kama haya mkeo Sara atazaa mtoto wa kiume. Sara akiwa jikoni kule akacheka, hivi mimi naweza nikapata furaha, raha pamoja na mume wangu wakati mimi ni mzee? Siku zangu za umama zimekoma. Unajua wakina mama siku zao zikikoma huwa wanapoteza matumaini ya kupata watoto. Bwana Yesu asifiwe. Abrahamu akamwambia mkewe, andaa chakula kizuri kinono, kachukue mwanandama asiyepanda bado, uwachinjie na watengenezee mkate wale. Akawaagiza watumishi wake wanawishe miguu, wakae chini wapate chakula. Wakambariki, baadaye wakaondoka. Majibu yakaanzia hapo. Abrahamu kukaa kwenye kusitasita, kwenye nia mbili za kujiuliza juu ya mtoto, akapata jibu la mtoto. Na leo kuna jibu lako la mtoto, la watoto. Na leo kuna jibu lako la kwenda kwenye nchi, kwenye vitu, kwenye mateka unayoyataka kuyarithi leo. Nataka nikwambie mwana wa Mungu, acha kusitasita, acha kujiuliza, acha kuitegemea akili yako. Mara nyingi akili zetu huwa zina mipaka, na wakati mwingine zinatudanganya. Mioyo yetu huwa ni udanganyifu. Anasema, tazama, moyo huwa ni mdanganyifu kuliko vitu vyote, nani awezaye kujua? Una ugonjwa wa kufisha. Acha kutegemea moyo wako, acha kutegemea akili zako. Muache Mungu akwambie toka. Na akikwambia toka, acha kusitasita unajiuliza. Nenda. Na tumesema mwezi huu piga hatua, nenda. Acha kukaa unafikiria nitaendaje, nitatokaje, mimi sina, mimi siwezi kusema, mimi ni mdogo, mimi akili yangu hivyo. Unaijua we mwenyewe. Hello. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi kuna vitu walikuwa wamepanga kufanya hawajafanya?
wameacha. Wangapi Mungu amewasemesha kuhusu mambo fulani mazuri, hawajafanya. Bado wanajiuliza. Mungu anakuambia toka. Mwambie jirani yako toka. Mwambie jirani yako toka. Hata kama hataki, wewe mpiga hata kwenzi. Mwambie toka. Shida iko wapi? Wamekwama kwenye akili, wamekwama kwenye fikra, wamekwama kwenye mioyo, wamekwama. Mungu alimwambia Yeremia, naliangalia neno langu lipate kulitimiza. Akamwambia, unaona nini? Akasema, naona sufuria inatokota. Imeangalia mdomo wake umeangalia mashariki. Akasema, waona vema. Unaona nini? Naona ufito wa mlozi. Mungu akamwambia, unaona vema. Nawe kuna mambo unayoyaona, unaona vema. Lakini Mungu analiangalia neno lake leo alitimize. Kuna mtu Mungu anamwambia neno lake litatimia, iwe isiwe, kwa kutaka au kwa kutokutaka, lazima utakubali tu. Mungu anakuambia utoke. Abrahamu hakukaa pale. Baada ya kupata majibu ya kuzaa mtoto, aliondoka. Biblia inasema aliondoka akaenda nchi asiyoijua, asiyoifahamu, ambaye hajawahi kuiona, lakini ahadi ilikuwa inasema imejaa maziwa na asali. Imejaa maziwa na nini? Ukienda Israeli utashangaa. Japo mimi sijawahi kufika, lakini mimi nimekuwa nikifuatilia historia ya Israeli, taifa la Israeli, nchi ile ilivyo. Ina mawe kuliko hata ya Kahama. Kahama si bora mnapata hata umande. Kahama si bora mvua inanyesha hata mara 3 kwa mwaka. Kule hakunaga mvua, inanyesha mara hii. Ardhi yote ni mawe. Wenzetu wanakuja wanabeba udongo, wanaenda wanafukia ile michanga, yale mawe, wanapanda, wanategemea mto mmoja Jordani, wanategemea maji ya Mediterranean pale, wanayatengeneza, wanarecycle, wanachuja, wanatoa chumvi, wanageuza yanakuwa maji baridi, wanamwagilia mashamba, wanamwagilia ngano, wanamwagilia bustani. Haleluya. Neno la Mungu lilipandwa ndani ya mtu mmoja anaitwa Abrahamu, akaiona nchi. Na wazaliwa wake wote wakaanza kuona maziwa na asali. Kuna watu wengine hawaoni maziwa na asali, hawaoni baraka za Mungu kwenye maisha yao, wanaangalia hapa tu. Juzi tulikuambia unaona nini? Leo nakuambia utoke ukaone kile kinachotakiwa ukione. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa la Mungu tumekwama. Tanzania imekwama. Hatuendi, hatusogei, hatupigi hatua. Ni nani atakaye tukuamua? Ni nguvu ya ziada ambayo Mungu anaisema leo itakutoa tu. Wewe endelea kukaa. Mungu atasababisha misukosuko kwenye maisha yako, utatoka tu. Unajua watu wengine huwa wanakaa mahali pamoja kwenye comfort zone. Don't stay in your comfort zone. Mungu ataleta misukosuko. Wana wa Israeli walianza kupigwa viboko, walifanyishwa kazi ngumu, walifyatua matofali ya udongo na manyasi. Kwa hiyo ikawa ngumu. Na aliondoka mtu aliyekuwa anaitwa Farao aliyemjua Yusufu. Kwa hiyo mateso ya wana wa Israeli yakazidi. Mungu akamtafuta mtu mmoja anaitwa Musa. Akamwambia, nenda kamwambie Farao kwamba nataka watu hawa wakanitumikie jangwani. Musa akasema, mimi sijui kusema, kwa sababu ulimi wangu una kithembe. Akamwambia, weka mkono kwenye kwapa, toa. Akakuta mkono wote umeganda kama barafu. Kilichomshangaza, kuweka nyoko hapa, kutoa tayari. Akasema rudisha, akarudisha. Mimi ndio niliyeumba kinywa. Mungu ndiye aliyeumba nini? Nitakupa neno la kusema, nitakupa nguvu ya ziada ya kusema, na ujumbe utawafikia, na lazima utakuwa na sauti nzuri ya kusema. Hata mimi mwemezi nilikuwa sijui kuongea, lakini nilipokubali kutoka nikapewa maneno ya kusema. Na hata mimi ninalo neno la baraka kwako, kwamba leo ni siku yako ya kutolewa. Utatoka, utake usitake, by force by power.
Kwa hiyo nguvu ya ziada inatakiwa leo. Kuna watu wamekwama, nakwambia wapendwa, wamekwama Shunu, wamekwama Nyakato, wamekwama Nyasubi, wamekwama Mungura, wamekwama Masaki, wamekwama Rugera, wamekwama. Tutawakwamua. Mungu anataka utoke Majengo. Mungu anataka utoke Nzega. Mungu anataka utoke Urambo. Mungu anataka utoke Bupere. Kuna ubilimbi iko pale. Watu wamekaa ubilimbi miaka nenda rudi, hawataki kutoka. Mungu atakutoa kwenye comfort zone yako, kwenye eneo lako ulilolizoelea linalokupa faraja. Mungu atakutoa. Na kuambia kuna watu Mungu atawatoa by fire, by force. Wangapi wako tayari kutoka? Ukasirike, ulikataa hilo jambo lililokukwamisha, useme mimi leo yatosha kukaa hapa. Yatosha kukaa kusikiliza maneno ya watu yanayonivunja moyo, yanayonikatisha tamaa, yanayonifanya mimi ninyong'onyee. Sema yatosha. Yatosha kulala usingizi, na usingizi unakuja kama mnyang'anyi, na usingizi unasababisha umaskini. Yatosha. Yatosha. Usijiwazie mwenyewe, usijifikirie mwenyewe. Utoke kwenye ubinafsi wako, utoke katika hali yako ya kujiangalia na vile ulivyo navyo. Yule mwanamke wa Sarepta, mtumishi wa Mungu alipomwambia nitengenezee kwanza mimi, mwanamke alimwambiaje? Hiki kinanitosha mimi na mwanangu, hiki kinanitosha, hiki na wewe uko hivyo hivyo, hiki chako. Kamwambia tengeneza kwanza. Ukisha tengeneza muujiza unakuja. Nenda kaazime mapipa. Akaazima mapipa, mafuta akaendelea kuflow. Kilichosababisha mafuta ya flow ni neno la utii lililoingia ndani mwanamke mjane. Akaendelea vyombo mpaka vikaisha, muujiza ukakoma. Haleluya. Chupa ya mafuta haikupungua wala unga haukuisha. Na wewe leo ukikubali kutii, ukikubali na kutii, utakula mema ya nchi. Kubali kutoka kwenye mti waliokufungia. Kubali kutoka kwenye jiwe walilokukandamiza. Kubali kutoka kwenye kaburi lako lililokufukia. Kubali kutoka. Ukasirike, mwambie mimi nakasirika. Leo kuna mtu hapa, nataka nikuambie kaburi litabomoka, utachomoka huko uliko. Kaburi litatoka. Hata mimi nilikuwa kama wewe. Kuna vitu vingi Mungu alinisemesha. Nilikaa kwenye dini nikafikiri dini hiyo ndio ina majibu. Lakini dini ile haikunisaidia. Mpaka niliposikia sauti mara ya pili. Na Mungu akusikizishe sauti yake mara ya pili. Usikie mara ngapi? Mara ngapi? Unatoka utoke. Unatoka utoke. Bwana Yesu asifiwe. Leo ni siku yako ya kutoka mahali uliko kandamizwa, mahali uliko shikiliwa, mahali uliko fungwa. Unatoka utoke. Unatoka utoke. Kutoka sio jambo rahisi. Inahitaji nguvu ya nini? Inahitaji nguvu ya nini? Ya ziada. Unajua tunaweza tukakaa tunacheza mdako. Wangapi wamecheza mdako? Tena watoto wa kike wanajua sana kucheza. Wanavutaga na gauni, wanaivuta gauni alafu. Ni kweli sio kweli? Unakuta binti maziwa yalishatoka, kaisha vunja na ungo, lakini bado anacheza mdako. Na unamkuta ana vitoto ndio anacheza navyo, wanagawiana na ubuyu, na pipi akinyonya na ananyonya. Bwana Yesu asifiwe. Hata watu wazima wapo, bado ni watoto tu, bado ni hawataki kukua. Hawataki. Mungu ataleta kichapo, utakuwa tu. Hautaendelea kucheza mdako, hautacheza mpira matambara. Kuna watu bado wanacheza matambara hapa. Leo fanya hivi,
Fanya hivi. Unajitabiria wewe, kaa hapo uone. Kaa. Kinakuja. Sema Nani anataka kuchapwa? Nani? Unataka kuchapwa au hutaki? Lazima uwe na shauku ya kutoka. Shauku ni jambo jema. Nia inakusukuma kuliacha lile ambalo labda lilikuwa limekushikilia. Unasema mimi leo shauku yangu mimi nataka kufika pale. Tunapoazimia kusafiri huwa tunajiandaa. Tunapojiandaa, ukianza kupiga hatua ya kwanza, ya pili inaendelea, ya tatu mpaka unafika. Mimi mara nyingi huwa nasafiri. Nikifika mahali sasa nipumzike labda kidogo, alafu nije niende baadaye. Sauti ya ndani inasema hivi, safari yako haiishi wapi? Hapa. Wewe sio wa Dodoma. Wewe unatakiwa ufike maji ya chumvi leo. Kwa hiyo ninaweka nia na shauku ya kufika. Kwa hiyo ninakuwa naiona Dar es Salaam ya maji ya chumvi, naiona familia yangu, naona kazi ninayokwenda kufanya inanipelekea kwenda. Nasikia shauku. Wewe unasikia shauku ya kufanyaje? Ya kukaa hapo hapo kwenye comfort zone yako. Ya kukaa hapa. Unacheka cheka tu. Kuna watu humu kazi yao ni kucheka cheka tu. Na watoto wamo darasani kazi yao ni kucheka, kuchekesha. Hata mimi nilikuwaga mtundu, nachekesha, alafu nikiwachekesha wenzie wanapigwa, alafu mimi nakaa pembeni. Ilibidi nitoke kwenye ujinga. Na leo kuna vitu vya kijinga vimetusababishia tukwame. Kuna vitu ambavyo tumevizoelea vimetusababisha tukwame. Toka kwenye udunia. Unajua dunia, wanaimba dunia yote ni ya Mungu, lakini sasa wamesema usipende sana dunia. Kumpenda Mungu, ukipenda dunia utakuwa adui wa Mungu. Na leo kuna watu kanisani ni maadui wa Mungu. Wa nani? Kwa sababu wanaipenda dunia, hawezi kuiacha. Sasa tunaiachaje dunia? Dunia inakwamisha mpendwa. Ni kweli tunakaa duniani, na vitu vilivyomo humu ndani vinafurahisha, vinatamanisha. Lakini je, Mungu akituambia tutoke kwenye hiyo dunia tunafanyaje? Sio kufa, tuviache. Kuna vitu vingine ambavyo vinafurahisha, vinatia hamasa, vinachangamsha, vinaburudisha, lakini inabidi wakati mwingine tuviache. Kuna watu wazuri ambao wanatusaidia, lakini inabidi waache. Kuna mambo mazuri ambayo yamekupa matumaini, yamekuaminisha kwamba yatakuja kukuletea faida huko mbele, unayaacha. Ndio maana ya kutoka. Toka mahali pa faraja. Toka mahali ambako unajifeel wewe uko salama. Biblia inasema wanaposema amani amani, ndipo uharibifu unapowajilia. Bwana Yesu asifiwe. Niliwaambia watu hapa bado wanaishi kwa baba zao. Mtu ana ndevu, ana miaka 35, bado analala kwa baba yake. Alafu wanamuitia na ugali. Alafu ana watoto. Alafu mama, chakula tayari. Toka kwa baba yako. Kule sisi Uchagani, mtoto akimaliza la 7 unamuuliza umeshindwa mtihani wa darasa la 7 kwenda form 1. Unakaa kufanyaje? Tunakupa mwezi mmoja tu. Mwezi. Baba yako akikukuta unakula ugali wa mama pale nyumbani, unapigwa na bapa la upanga, utatoka mpaka Mtwara. Na huko Mtwara akili zitaingia kichwani. Nataka akili ianze kuingia kichwani. Kama umekaa kwenye comfort zone yako unadhani kwamba hayo ndio maisha, hayo sio maisha. Halo. Wangapi wanasema tutatoka bwana? Wangapi wanasema tutatoka bwana? Madhabahu hii haichanganywi na madhabahu ya miungu wala ya shetani. Usikubali kuchanganya. Kumbe unaweza ukafa. Kwani ukifa kuna shida gani? Kafa ya Torah itakuwa wewe. Mkuu wa dini ya Shia kafa wakati anakunywa chai siku ya mfungo wa mwezi wa Ramadhani.
Wakati wenzio wamefunga, yeye yuko chumbani kule kwenye handaki anakula. Mungu akamuonyesha kwamba sasa nitakuonyesha kwamba dini uliyoianzisha wewe sio mkweli, ni muongo. Bwana Yesu asifiwe. Siku moja niliweka agano na Mungu, nikasema sitanywea maji madhabahuni. Na huko kanisani wanawaona, unakuja na vichupa na wachungaji wengine kuja, wewe naambia wewe hapa hatunyweagi maji. Wanashangaa, inakuaje sasa sinisinywe maji? Kwani ukijizuia kwa muda mfupi sitakusaidia? Siku moja nimetoka, nilikuwa nimeenda wapi? Safari, nimerudi sijala, alafu nimechoka, sijanywa maji. Yalikuwa kwenye gari. Nikamtuma Rasto, nenda kaniletee tu maji ninywe bana hapo. Nilipokunywa tu hivi maji, ndio naondoka hivi. Nilikuwa pale nilisimama hivi kwenye madhabahu. Baadaye nikataka kudondoka niondoke. Mungu akaniambia, wewe si ulisema utakunywa maji madhabahu? Hapo umefanyaje mwanangu? Sema, baba nisaidie, unisamehe. Nikamuita Ezekiel, njoo usimame hapa. Hakuelewa, nikamwambia hajajiandaa. Nikasema haya, shika maiki, endelea. Nilipokuwa nimeketi pale, Mungu akaniambia hivi, Mungu hadhihakiwi. Mungu afanyeje? Kama umeweka ahadi ya kumtumikia Mungu kwa kweli, kwa moyo wa kumpenda Mungu, usije ukadhihaki. Usema kwani Mungu si sana samee. Usije ukaiplisi nafsi yako, usije ukajipa matumaini nafsi yako. Siku niliposimama ya pili yake, ilikuwa Alhamisi, mimi nikasimama Ijumaa. Hapo Mungu akaniambia, nimekuongezea miaka 36 ya huduma ya utumishi. Nilinyoka mwenyewe, na wewe utanyoka mwenyewe. Unajua watu wengine hawajajua namna Mungu anavyosema kupitia vitu mbalimbali vinavyoweza kusababisha misukosuko, na wakati mwingine vinaweza vikatisha. Wewe unafikiri Musa alipoenda kwa Farao ilikuwa rahisi? Katengeneza nyoka, Farao akatengeneza mamilioni ya nyoka. Lakini nyoka mmoja mkubwa aliyetokana na fimbo ya Musa aliwameza nyoka wote wa wachawi na waganga wa Misri. Musa aliogopa. Hivi unapoweza kuambiwa hebu mkamate, wakati ni nyoka na wewe ilikuwa ni fimbo, alafu unaambiwa kamata, shika tena, ungeweza kushika wewe? Lijoka likubwa lililomeza nyoka wote mamilioni waliokuwa wametengenezwa, alafu unaambiwa kamata nyoka. Alikamata ikageuka mti. Mungu akamwambia, unaona sasa, kuanzia leo mwambie Farao akupe ruhusa na watu wangu waende wakanitumikie jangwani. Nataka Mungu akuonyeshe trailer kwenye maisha yako leo. Mungu atakuonyesha sinema kwenye maisha yako, na usiogope. Mungu amesema usiogope. Kuna watu wengine wamekwama kwenye uoga. Kuna wengine ni waoga kuolewa, waoga kuoa, waoga kufanya chochote. Uoga ni sumu. Uoga unakwamisha. Biblia inasema wala waoga, waongo na wazinzi sehemu yao ni ziwa la moto. Kumbe uoga unaweza ukakupeleka jehanamu. Uoga unakupeleka jehanamu bila nauli. Kama wewe una tabia ya kuogopa, maana yake wewe ni pamoja na waongo na wazinzi wote wa imani. Eneo lako ni ziwa la moto. Ni kweli sio kweli? Au mimi ndio nimesema? Neno la Mungu linafanyaje? Uoga unakwamisha watu. Na hapo ulipo ni kwa sababu kuna vitu Mungu alikusemesha uvifanye, ukaogopa kuvifanya. Ukaanza kuangalia mtaji, ukaanza kuangalia maslahi, ukaanza kuangalia watu wanasemaje, ukaanza kuangalia kwenu watanitenga,
Watu watanisema, wacha waseme watalala. Wacha waseme watafanyaje? Watalala. Watu wanaogopa kusemwa. Mimi nimesemwa mpaka nywele zimeisha kichwani, lakini sijaacha na wala siogopi kusemwa. Hello. Uoga ni unakwamisha. Mwambie jirani yako usiwe muoga. Usiwe muoga. Nataka niwapongeze wamama hapa. Wamama oye. Wangapi wameolewa? Walioolewa. Walishawahi kukaa na mwanaume? Nyosha mkono. Hata awara kama unaye nyosha mkono. Sasa kama tuna awara, kwani awara simu wakati uliambiwa njoo uliogopa? Tena hujauliza kwako kuna majambazi wanaweza kaninyonga. Ulisema sawa twende. Unafika nyumbani unauliza jiko liko wapi? Ni wanawake ni majasiri hatari. Ni kweli sio kweli? Sitaki. Baadaye ile sitaki nataka mwisho unatia maguu 12. Mchezo umeisha. Baadaye unaanza sasa unga uko wapi? Mafuta. Yo kina mama oye, Mungu awabariki sana nyinyi mama, mnatusaidia. Ujasiri wenu unatufanya sisi tuitwe wanaume, tuitwe mababa, kwa sababu nyinyi huwa muogopi. Wanaume ndio waoga, wanawake sio waoga wapendwa. Ni kweli sio kweli? Ni kweli sio kweli? Mwanamke anabeba mimba, alafu kuna uchungu, anaenda leba, unaambia sukuma, moto unawaka kule, na katoto kanasema wewe nitoe humu, unapasuka, unachanika. Baadaye unasema jamani baby wangu, wakati ulikuwa unamwambia mimi hii ya mwisho. Baadaye unaweka wa pili, wa tatu, wa tano. Unamuuliza sasa kulikoni? Sio unasema nani ya mwisho? Usiwe mwoga. Usiogope. Wewe pambania maisha yako. Kadiri mambo yanavyoinuka ndivyo unavyozidi kusuguliwa, unakuwa chombo kikali. Watu wengi hawajipimi kwenye majaribu. Watu wengi hawajipimi kwenye changamoto. Watu wengi hawajipimi kwenye matatizo. Jipime wakati mambo yanapoinuka. Jipime, ujione kama uko sawa. Kama wewe upati misukosuko kwenye maisha yako, hujaokoka bado. Kama Kristo mti mbichi alifanyiwa hivyo, wewe mti mkavu je? Mti mkavu je? Wangapi wako tayari kutoka? Wangapi wako tayari kutoka? Mimi wanaangaliaga mikono hiyo, inaonekana vidole havijafika 5, wana viwili. Wana nini? Wanafanya hivi kama Chadema. Na kama uko Chadema naona ndimi mbili. Samani. Maana yake nini? Ndimi, wanania, wanasita. Fanya hivi. Nyosha hivi. Sio nafanya hivi. Usinifanyie mimi hivyo. Unanitukana kabisa. Tena kwetu inaonyesha ni manati. Mimi sitaki kulengwa na manati. Toka, sema natoka. Na hicho ni kiapo unaapa kwa Mungu mbele za madhabahu. Unasema leo natoka. Unatoka kwenye ujinga, unatoka kwenye uoga, unatoka kwenye kujaribu kusita, unasema natoka. Leo amua. Biblia inasema, sio Biblia, methali ya Kiswahili inasema, maji ukiyavulia nguo ufanyeje? Uvae nguo uondoke. Unayaoga uyaogi. Hata kama ni ya baridi, tunachukuaga kitambaa, unaanza tena kujisugua kwanza. Mwili unapata joto, unajimu. Unasikia kama kumbe naweza. Unaweza. Kwa hiyo katika kupiga hatua ni lazima unie, udhamirie kwenda. Mungu akikwambia toka, utoke mpendwa. Nilimwambia Katonda aende Shinyanga, hajaendaga mpaka leo. Na kipara chake yuko hapa. Ataenda na kiwanja bado kinamsubiriga, ataendaga tu.
mke wake akasema, mimi mume wangu hamna, hawezi huyu, ataenda tu siku moja, hata kama amezeeka na miaka 50 ataenda tu. Juzi hapa tumeambiwa tumtumikie Mungu, tena mhubiri alikuwa ni mkali mno, wengine hamkuwepo nyie. Alhamisi mmoja hapa mhubiri nitamsimamisha ahubiri hivyo hivyo kama alivyohubiri siku ile. Kama utaendelea kukaa, matako hayo yatakuwa yanachoma. Ukikalia kiti kinakwambia toka wewe, toka. Nakwambia wengine miguu inawaka moto, inachoma choma, hawajakubali kutoka. Wewe jaribu kutoka uone kama miguu itaendelea kuuma, mgongo utaendelea kuuma, kichwa kitaendelea kuuma. Toka. Mjaribu Mungu. Mungu anataka kujaribiwa kwa imani. Abrahamu alimjaribu Mungu kwa nini? Alipomwambia nitolee huyo mtoto ambaye umempata kwa shida, alikataa. Alimwambia twende tukatoe sadaka. Alipofika njiani, sadaka ikaanza kumuuliza, baba, kuni tunazo, moto tunao, na mlima ule tutapata wapi sadaka? Sema katika mlima wa Bwana inapatikana. Aliiona sadaka, alikubali kwenda, alikubali kutoka, alikubali kuibeba sadaka inayokataa kutolewa sadaka, ikawa sadaka. Na Mungu akamuonesha kwamba sadaka iko katika mlima wa Bwana inapatikana, inaitwa Jehova Jire. Katika mlima wa Bwana inapatikana, toka utakutana navyo. Kuna vitu tunavifanya ni vigumu sana kuamini, lakini tunamwamini Mungu katika uchache tulionao, katika mapungufu tulionayo, katika ugumu tunaokutana nao, bado tunafanya na hatuogopi kufanya na tunafanya.